Julai 9 mwaka 2006, Berlin, Ujerumani. Italia ilikuwa imeuteka ulimwengu baada ya kuifunga Ufaransa katika fainali ya kombe la dunia kwa mikwaju ya penati. Mashabiki walikuwa wakisherehekea usiku kucha, wakiamini kuwa Serie A ilikuwa imethibitisha tena kuwa ndiyo ligi bora zaidi duniani. Lakini walichokuwa hawajui ni kwamba nyuma ya pazia kulikuwa na bomu lililokuwa linasubiri kulipuka. Kwa miaka kadhaa kabla ya ubingwa huo, kulikuwa na tetesi kwamba baadhi ya viongozi wa klabu kubwa nchini Italia walikuwa na ushawishi usio wa kawaida katika uteuzi wa waamuzi. Wengi waliziona kama porojo za mashabiki waliokuwa wakitafuta visingizio vya kushindwa. Lakini mwaka 2006, uchunguzi uliofanywa na waendesha mashtaka wa Naples ulianza kufichua maelfu ya mawasiliano ya simu yaliyorekodiwa kisheria. Ndani ya mazungumzo hayo kulisikika sauti za viongozi wa soka wakijadili ni waamuzi gani waliopaswa kuchezesha mechi fulani na ni nani walipaswa kuepukwa. Jina lililotajwa mara nyingi zaidi lilikuwa ni la Luciano Moggi, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa Juventus na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi katika soka la Italia wakati huo. Kashfa hiyo ilipewa jina la Calciopoli, neno lililotokana na calcio, yaani soka kwa Kiitaliano, na likawa alama ya moja ya kashfa kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mchezo huo. Kisha ikafika siku ambayo ilibadilisha kila kitu. Tarehe 14 Julai mwaka 2006, siku 5 tu baada ya Italia kutoa kombe la dunia, shirikisho la soka la Italia likatangaza hukumu zake. Juventus ndiyo iliyopokea pigo kubwa zaidi. Ilinyang'anywa mataji yake mawili ya Serie A ya msimu wa 2004-2005 na 2005-2006. Ikashushwa kwa mara ya kwanza katika historia yake kwenda Serie B, huku ikiamriwa kuanza msimu mpya ikiwa na punguzo la pointi 30, adhabu ambayo baadaye ilipunguzwa hadi pointi 9 baada ya rufaa. Lakini Juventus haikuwa peke yake. Fiorentina na Lazio awali zilihukumiwa kushushwa daraja pia, ingawa adhabu hiyo ilibadilishwa baada ya rufaa na kubaki na upunguzaji wa pointi. AC Milan nayo ilipigwa faini na kukopa pointi, jambo lililoathiri nafasi yake katika mashindano ya ndani. Regina pia ilikumbwa na adhabu kali. Ndani ya wiki chache Serie A ilianza kuporomoka. Nyota wakubwa wa Juventus kama Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta na wengine wengi waliondoka kutafuta maisha mapya katika klabu nyingine. Wachache tu akiwemo Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, David Trezeguet na Mauro Camoranesi waliamua kubaki na kusaidia Juventus kurejea Serie A. Lakini athari zake zilikuwa kubwa kuliko kuhama kwa wachezaji. Kwa miaka mingi kabla ya mwaka 2006, Serie A ilikuwa ndiyo kivutio kikubwa cha mastaa wa dunia. Baada ya Calciopoli, ligi ya Italia ilianza kupoteza mvuto wake. Klabu nyingi zilidorora kiuchumi, ushindani ukapungua, na Premier League pamoja na La Liga zikaanza kutawala soka la Ulaya kwa kiwango ambacho Italia iliwahi kukimiliki. Kashfa hiyo ililazimisha mageuzi makubwa katika usimamizi wa waamuzi na uendeshaji wa ligi. Mfumo wa uteuzi wa waamuzi uliimarishwa, sheria zikafanywa marekebisho na juhudi kubwa zikafanywa kurejesha imani ya mashabiki ambao walikuwa wameanza kuamini kuwa matokeo ya mechi yaliamuliwa zaidi ofisini kuliko uwanjani. Miaka baadaye Juventus ilirejea Serie A na kujijenga upya. Kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2020 ilitoa mataji 9 mfululizo ya ligi, ikionyesha uwezo wake wa kurejea kileleni. Lakini pamoja na mafanikio hayo, jina Calciopoli bado linaibua mjadala mkali. Wapo wanaoamini Juventus iliadhibiwa kwa haki, wengine wanaamini klabu hiyo, huku wahusika wengine wakiepuka adhabu kubwa zaidi. Jambo moja halina ubishi: Calciopoli haikubadilisha msimamo wa ligi pekee, ilibadilisha historia ya soka la Italia milele. Hii ni AyoTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.